Karibu tena mtazamaji wa Nteze Media. Leo nje ya box Nteze Media inatazama mchezo wa tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 pale katika nchi ya Misri katika jiji la Ismailia, ambapo Simba ni mgeni wa Al Masry katika jiji la Ismailia. Kila laheri wazee wa ubaya wila watoto wa jiji la Dar es Salaam Kariakoo pale Msimbazi. Yes. Siku ya leo tutatazama mchezo ambao ni muhimu kabisa kwa timu zote mbili. Upande wa Al Masry wanahitaji kuvuka kuelekea nusu finali na upande wa Simba wanahitaji kuvuka kuelekea nusu finali. Itakuwa ni vita kubwa sana. Sasa siku ya leo tunatazama nafasi ya goalkeeper wa Simba Sports. Nani atakaa golini pale? Ikumbukwe Pimpin Musa Kamara amesafiri kuelekea pale nchini Misri katika jiji la Ismailia, ambapo anaenda kuungana na kikosi cha Simba ambacho kilikuwa jijini Dar es Salaam. Kimesafiri siku ya jana na kikosi kimewasili siku ya jana pia pale nchini Misri katika jiji la Cairo na kufunga safari kutoka katika jiji la Ismailia kwa kufuata Al Masry. Kila laheri. Sasa kitu ambacho tofauti, Pimpin Kamara ni mchezaji ambaye alikuwa ana majeraha machache katika michezo kadhaa, ambapo ikumbukwe alipata majeraha kwenye mchezo wa Azam FC tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka 2025 pale kwenye dimba la Mkapa Dar es Salaam. Lakini pia Pimpin Kamara baada ya siku kadhaa mbele alisafiri kuelekea nchini Guinea kujiunga na timu yake ya taifa ya Guinea, lakini hakupata nafasi ya kucheza mchezo hata mmoja sababu alikuwa kwenye bench. Naamini alikuwa anakosa ile match fitness, lakini pia alikuwa hajawa timamu kimwili. Je, amesafiri kuelekea pale nchini Misri? Na pia Salim ambaye huyu ni mchezaji ambaye aliitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania naye amesafiri hapa nchini Misri. Je, kocha Fadlu Davis ataenda na kipa gani? Ataenda na nani kwenye kuamua mchezo? Nataka asema goalkeeper gani kwenye huo mchezo wa tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwezi wa 4 tarehe 2 mwaka 2025 kwenye dimba hilo la hapo nchini Misri. Yes. Kitu ambacho nakitazama kwa upande wa Al Salim, mchezaji ambaye ameshafanya makubwa kwenye nafasi ya goalkeeper. Ikumbuke Al Salim ashawahi kudaka robo finali pale nchini Morocco dhidi ya Wydad Casablanca, ambapo mnyama Simba alipoteza kwa pena 4-3. Na Al Salim mchezaji ambaye shadaka mechi kubwa kama dabi ya Kariakoo, na pia ana nafasi kubwa, tenza experience kubwa. Uzuri zaidi Al Salim pia alikaa golini kwenye mchezo wa Tanzania dhidi ya Zambia. Taifa Stars waliibuka na ushindi 1-0 bola wa Siri Junior. Kitu ambacho ni kizuri zaidi kwa Al Salim, mtu ambaye ana uthubutu mkubwa na pia ana confidence kubwa akiwa golini. Kuna vitu vidogo tufa kujifunza kupitia kina Pimpin Kamara, Musa Kamara. Kwa hiyo coach Fadlu Davis ataamua nani akwenda naye. Je, ni Al Salim Katoro au ni Musa Kamara katika nafasi ya goalkeeper? Lakini takwimu za mtu mzima Musa Kamara zinambeba zaidi kwenye upande wa ligi kuu bara hapa nchini Tanzania mpaka sasa, akiwa na clean sheet 15 na pia ana nafasi kubwa kabisa ya kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, hususan kombe la shirikisho barani Afrika. Je, kocha Fadlu Davis ana mtani gani kwenye mchezo huo wa tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2025? Je, ataondoka na nani? Je, ni Musa Kamara au ni Al Salim Katoro? Kumbuka Al Salim Katoro hajacheza kwenye mchezo dhidi ya Morocco siku ya juzi, ambapo Taifa Stars ilipoteza bao 2-0 na nafasi yake ilichukuliwa na Yona Amos wa kutokea pale JKT Tanzania. Kwa tusubiri tuone kitu gani ambacho kitajiri tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sisi wote wa Tanzania tuko nyuma ya wasii wa ubaya wote wa jiji la Dar es Salaam Simba Sports wafanye vizuri zaidi kuwakilisha zaidi taifa la Tanzania. Je, golini ni Musa Kamara au ni Al Salim Katoro? Tusubiri tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 kwenye dimba la hapo nchini Misri katika jiji la Ismailia. Simba